Mbona mchungu huyu? Hebu tuje na komando huyu hapa. Huyu. Yule mchungu bwana. Komando gani? Mtazamaji wangu wa Nyikani TV, haujambo? Nimeona nijitokeze mbele yako kwa ajili ya kuzungumza mambo mawili matatu pamoja nawe hapa Nyikani TV, lakini tukiangazia swala zima la afya. Jambo la afya si jambo la kuchezea, kwa sababu kimsingi sote tunajua kwamba mtaji wa mwanadamu yeyote, swala la kwanza ni afya. Huo ndio mtaji wa kwanza kwa maisha yoyote ya mwanadamu. Lakini nadhani ipo haja kama nchi, ipo haja kama watawala na watawaliwa, ipo haja kama jamii ya Watanzania kwanza kuzungumza lugha moja, ikiwemo kukemea vitendo vya unywaji wa pombe usio wa kistaarabu. Nadhani pia matumizi ya pombe si muhimu sana, ama si muhimu kabisa kwa umri fulani, lakini kwa sasa jamii yetu imekuwa ikiangamia kwa sababu ya kunywa pombe zisizo za ustaarabu, hasa vijana wa kiume. Mimi sielewi. Sijui labda wewe mtazamaji kama unaelewa nini ambacho kinasababisha sana vijana wa kiume kujikita kwenye unywaji wa pombe usio wa kistaarabu na kufikia hatua kunywa pombe kwa hali ambayo mpaka inashangaza, kwa sababu baadhi wamefikia hatua wakijiita wao eti ni wakemia, wanachanganya pombe kali na kuzinywa. Baadhi wanakula lakini wanakunywa pombe katika hali ambayo si ya kistaarabu, na unaona kabisa kwamba inaweza kwenda kuwaletea madhara hapo baadaye pombe hiyo. Tunabaki tunasikitika tu kama jamii. Ninadhani ipo haja sasa kama jamii ya Watanzania. Tumeshuhudia matukio mengi haya ya unywaji pombe, na baadhi inaonyesha kwamba walifariki kwa sababu ya unywaji wa pombe usio wa kistaarabu. Tumekuwa na jamii ambayo sasa ni kama tunaona kama jambo la kawaida hivi, hali ambayo imenilazimu nisimame mbele yako na kusema haya ambayo nimeamua kuyasema kwa uchache, lakini niombe Wizara ya Afya, nadhani pia wakishirikiana na TBS, nadhani TBS pia wanatimiza wajibu wao katika kutoa elimu ya ama ukaguzi wa bidhaa husika. Lakini katika swala la unywaji, nadhani Wizara ya Afya pamoja na jamii kwa ujumla tuwe mstari wa mbele kukemea jambo hili. Lakini pia nitoe rai kwa viongozi wetu wanaopata nafasi ya kusema mambo kadhaa ya kijamii, hasa katika misiba ya vijana ambao wanakufa kutokana na kile kinachoonekana kwamba wanakufa kutokana na pombe. Waseme wazi kwamba kukemea jambo hilo na kuwarai wale walio hai ambao labda kwa namna moja ama nyingine wameathirika na pombe lakini hawajafikia katika mtindo wa mauti, yani hawajafa, kuambia kwamba mambo haya si vema. Makundi ya vijana yamekuwa ni tatizo kubwa sana katika jamii yetu. Sijui wewe hapo ulipo mtazamaji wangu, hebu tazama kijana kama huyu ambaye anachanganya hizi pombe kwa kuzinywa kwa wakati mmoja. Je, afya yake itakuwaje? Tafadhali hebu tushiriki kwa pamoja, tumsikilize na tumtazame kijana huyu akiwa anakunywa pombe hizi ambazo baadhi wanasema kwamba zinaweza kuleta madhara kutokana na unywaji wa namna hii. Karibu tutazame na kusikiliza. Nimekuja kugundua kumbe kuna makomando wawili. Mbona watu wawili wote wamenyosha mikono? Hebu ngoja nianze na mmoja hapa. Nianze na huyo komando. Umemwona huyo komando? Huyo hapa. Mbona mchungu huyu? Hebu tuje na komando huyu hapa. Huyu. Yule mchungu bwana. Komando gani? Hebu
Nikiumwa sina hela hapa wala nyumbani, ila naombeni niwashauri ndugu zangu, ama niongee na nyie, msishindane kunywa pombe. Kila mtu anye pombe kwa anavyoweza. Usishindane na mimi kunywa pombe jamani. Nilishawaambia huu ni mkono mmoja wa profesa. Leo nimeweza kunywa wote wawili, hawa makomando, yule super komando, huyu kanyosha mikono. Basi mtazamaji, kwa uchache nadhani umeona mwenyewe kitu kinachofanyika. Na video hii nimeona nikuletee hapa Nyikani TV baada ya kutumiwa na mmoja wa viongozi akisikitishwa na jambo hili ambalo amefanya huyu kijana kutokana na mambo yanayoendelea. Huyu ni mmoja tu kati ya vijana wengi ambao wanahusika katika matumizi mabaya ya pombe, hasa pombe hizi kali, na sasa imekuwa kama fasheni kwa vijana. Hali ikoje hapo ulipo mtazamaji wangu, na una ushauri gani kutokana na mambo haya? Je, mtaani kwako kuna mtu yeyote amewahi kufariki kutokana na unywaji wa pombe wa namna hii, ama umewahi kusikia lolote kuhusiana na jambo hili? Tafadhali hebu lete maoni yako hapa Nyikani TV, na kila moja atayaona, kwa sababu ukurasa huu haujafungwa kwa mtu kusoma maoni ya mtu yeyote ambaye anayatoa. Lakini wahusika, yani nikimaanisha kwamba Wizara ya Afya, ni waombe tena kuendelea kutoa elimu juu ya unywaji wa namna hii wa pombe na nini tunakopeleka jamii yetu. Lakini sisi kama wanajamii kwa ujumla, tusisite kusemezana, kila mmoja pale anapopata nafasi kusema na kijana ama na vijana kadhaa katika jambo hili. Lakini zipo jumuiya za vijana katika vyama vyetu vya siasa, katika vyama vya kitaaluma. Je, jambo hili tunalionaje? Tafadhali kila mmoja atimize wajibu wake, lakini tukiitazama sana hatima yetu njema ya taifa letu la Tanzania. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kalurunga.